na tukaona, tukasema kwa siku ya jana, tukasema tukamwona Mungu akajifunua kwetu kama Elohim. Tukisema Elohim maana yake nini? Ni Mungu mwenye uwezo, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye mamlaka. Tukaona namna ambavyo alijifunua wakati ule, tukaona namna akitenda wakati ule, lakini hatukuishia kumwona kama Elohim. Tukamwona tena Mungu kama Yahweh, tukamwona yeye kama Yahweh niko, ambaye niko akiwasaidia watu wake, akijifunua kwa watu wake. Kuna vitu vingi alivifanya kwa wakati ule kwa watu wake, kwa namna alivyojifunua. Amen. Sasa siku ya leo tukamwone Mungu kama El Shaddai. Mungu kama El Shaddai. Mungu anapojifunua kwa majina yake kama El Shaddai. Nini maana ya El Shaddai? Kwa Kiingereza neno El Shaddai ni neno la Kiebrania ambalo kwa Kiingereza linasema Almighty God. Kwa hiyo neno El Shaddai kwa Kiingereza ni Almighty God. Maana yake nini? Ni Mungu mwenye nguvu zote, ni Mungu mwenye mamlaka kamili, ni Mungu ambaye ana nguvu zisizo za kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ndio El Shaddai, na tutaona hapa kwa El Shaddai, tutataka na sisi hizi nguvu za Mungu tuweze kuzipractice kwenye maisha yetu, tuzione halisi kwenye maisha yetu. Yeye akijifunua kama El Shaddai, kuna vitu vitatokea, kuna mambo ambayo utayaona kwa urahisi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo neno El Shaddai ni neno la Kiebrania, maana yake ni Mungu mwenye nguvu. Kitabu cha Mwanzo 17 tunaanzia hapo. Kitabu cha Mwanzo sura ile ya 17 mstari wa kwanza. Mwanzo 17 mstari wa kwanza. Maandiko yanasema hivi: Abrahamu alipokuwa mtu wa miaka 99, Bwana akamtokea Abrahamu akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi. Ili neno Mungu Mwenyezi ni neno ambalo linamaanisha El Shaddai kwenye lugha ya kinini, ya Kiebrania. Kwa hiyo anamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi, uende mbele yangu ukawe mkamilifu, nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe. Kwa hiyo neno El Shaddai linamaanisha, moja, ni Almighty God, lakini pia linamaanisha ni Mungu wa maagano. Kwa hiyo vile vitu ambavyo Mungu ameviahidi yeye kama El Shaddai atavikamilisha kama alivyoviahidi. Akikwambia kwamba nitakutendea jambo hili, El Shaddai katika nafasi ya yeye promise keeper anahakikisha lile ahadi yake, lile agano ambalo ameagana na wewe atalifanya. Anaendelea, anamwambia mstari wa 3, Abrahamu akaanguka kifudifudi. Mungu akamwambia akasema, mimi agano langu ninalifanya nawe, utakuwa baba wa mataifa. Tunaona El Shaddai akijitambulisha kwa namna nyingine kama Mungu wa maagano. Mungu anapojitambulisha kwenye maagano, naomba nizungumze, Mungu anapojitambulisha kama El Shaddai, haijalishi huko kwenye umri gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Abrahamu anakutana na Mungu akiwa ni mzee wa miaka 99. Neno kenda ni neno la Kiswahili kabisa, tunalijua ni 9. Kwa hiyo akiwa na miaka 99 anakutana na Mungu, anaambiwa, Abraham, mimi ni Mungu na ninakuahidi ya kwamba wewe Abraham sio mjukuu wako, sio jirani yako, sio ndugu yako wa mbali. Wewe, kupitia wewe nitapata mtoto, na huyo mtoto atakuwa ni chanzo cha baba wa mataifa mengi. Wewe utakuwa baba wa mataifa mengi, utakuwa na mtoto. Haiingia akilini. Kwa elimu zetu hizi ambazo tumeletewa, ambazo tunazo, utaweza kuja kujua kwamba akisema kwamba mtoto ambaye anazaliwa kati ya wazee wa miaka 90 au kuendelea huko juu, lazima kwa namna yoyote mtoto atakuwa na shida. Si ndio science inasema hivyo kwamba kunakuwa na probability kubwa ya hichi kinachozaliwa katika umri mkubwa
kuwa na matatizo kuliko wale ambao wanazaliwa katika umri mdogo. Kwa hiyo wazazi wakiwa kwenye umri mdogo, kinachozaliwa kinakuwa somehow perfect ukilinganisha na wanaozaliwa kwenye umri mkubwa. Lakini pia kuna possibility ndogo sana ya mtu kuzaliwa katika umri wa miaka ya 90. Yaani leo hii mtu ambaye amefikisha miaka 90 sio rahisi kubeba ujauzito. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mwanamke ni jambo lisilowezekana kabisa, na wanakuletea fakti za kisayansi kwamba ni scientifically proved that thing is impossible. Imehakikishwa kisayansi kwamba mama wa miaka 90 hawezi. Ikitokea tunasema ni maajabu. Kwa hiyo Mungu anapojifunua, kuna baadhi ya vitu vitatokea, watasema kwa hakika scientifically proved is impossible. Lakini kwetu tunasema yeye ni El Shaddai. Bwana ametusaidia, Mungu mwenye nguvu amejifunua kwenye maisha yetu. Ni jambo lililo gumu, ni jambo ambalo haliwezekaniki. Lakini Mungu anapojifunua kama El Shaddai, vitu hivi vinawezekanika na ni virahisi sana. Unajua kwa nini? Sasa hapa ndipo tunapopishana na Mungu wetu mwenye nguvu. Wakati Mungu anasema na sisi tunasema. Tukiwa tunasoma masomo yetu ya uongozi, tunaambiwa kiongozi anapozungumza, unayeongozwa you have to be quiet. Yaani Mungu anapozungumza na mimi, sitakiwi akili yangu nikaanza. Ukiendelea hapa utaona Mungu anazungumza alafu Sara anacheka. Yaani hata kama kuna watu wameleta taarifa za kuchekesha ni hizi, kwamba Mungu ameshaona kabisa kwamba ninaenda kukuinua, alafu hapo kwenye akili yako unaanza kusema mimi katika umri huu labda wajukuu zangu, yaani mimi Mungu aniinue sasa hivi. Haya, hata akinipa utajiri. Kuna mwingine anajifungia kabisa, hata akinipa utajiri miaka 60, yaani miaka 60, sasa utajiri mimi naenda na wapi? Labda wajukuu zangu. Sikia nikwambie, Mungu anapojifunua kama Mungu mwenye nguvu, haijalishi uko kwenye umri gani. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndio anajua majira na nyakati ya wewe hapa duniani. Yaani yeye ndio anajua kwa kipindi gani na kwa manufaa gani yeye anayo na wewe. Sara kuna muda anasikia hizi habari alicheka. Lakini ukienda huko mbele baadaye, akati anampakata Isaka, anasema Bwana amenifanyia kicheko na moyo wangu umefurahi. Ninatamani El Shaddai, yeye ambaye ni Mungu wa maagano, akakufanyie kicheko kwenye hilo eneo lako, kwenye hilo jambo lako ambalo wewe unamtegemea Mungu, ambalo umekuwa ukimwomba Mungu. Haijalishi ni miaka mingapi, yeye ni Mungu mwenye nguvu, yeye ni Mungu wa maagano. Agano aliloagana na wewe likatokee na kuwa halisi kwenye maisha yako. Agano ambalo Mungu ameagana na mimi sintakufa bila kuliona, bila kuona ile ahadi ambayo Mungu amenisemesha. Na mimi ninakuombea asiwepo hata mmoja atakayekufa kabla ya kuona yale maagano, ile ahadi ya Mungu ambayo Mungu ameiahidia kwenye maisha yako. Hii iko halisi. Mimi nimemwona Mungu, natamani kila mmoja amuone Mungu kama El Shaddai. Haijalishi hata kama kuna mwingine amekuja, yani hapa kichomi kimenibana, kichomi, maadamu El Shaddai yuko mahali hapa, kuna vitu vitatokea. Utaondoka kwa furaha, utaondoka kwa shangwe. Kwa nini? Kwa sababu Mungu mwenye nguvu yuko mahali hapa. Tunamzungumza Mungu mwenye nguvu, yuko mahali hapa, na ndiye aliyenituma asubuhi ya leo nimtambulishe kwako kama El Shaddai. Yeye Mungu mwenye nguvu, yeye Mungu anayelinda maagano, anayefulfill maagano ambayo tumeagana naye sisi wanawake. Amen. Kwa hiyo kila mmoja
Ninatamani asubuhi ya leo na muda huu kila mmoja aanze kumpiksha Mungu kama Mungu mwenye nguvu, aanze kumpiksha Mungu kama Mungu wa maagano. Kwa namna yoyote amesema atatuponya magonjwa yetu yote. Huo ugonjwa ni nini? Yeye kama ameshaahidi, anaangalia ahadi yake, anaangalia agano lake apate kulitimiliza. Amesema sitayaweka magonjwa ya Misri. Kwa hiyo magonjwa sio sehemu yake ndani ya mwili wangu. Amesema hakuna mtu, kuna mwingine amejenga nyumba lakini kwenye hiyo nyumba halali, anapata wasiwasi, anajikuta anateseka kwenye nyumba aliyoijenga mwenyewe. Sikia nikwambie, Biblia inasema ya kwamba tutajenga nyumba na kulala, wala hatutakuwa na hofu. Kwa jina la Yesu, ikiwa kuna jambo lolote linaloleta hofu kwenye maisha yako, tunaenda kumwita Mungu mwenye nguvu asubuhi ya leo akatupiganie. Ikiwa hata ni ndoa, Mungu wa maagano yuko mahali hapa. Yeye amesema ndoa na iheshimiwe na watu wote. Kama ni kitu cha kuheshimiwa, yeye atakilinda. Tunaenda kumwita Mungu akazilinde ndoa zetu. Tunaenda kumwita Mungu akalinde watoto wetu. Watoto wetu hawatatumikishwa na shetani, matumbo yetu hayatamzalia shetani. Tunaenda kumwambia Mungu wa maagano, wewe uliyetupa watoto hawa, wewe ndiye utakayetulindia, maana umeahidi ya kwamba watoto wetu watafundishwa na wewe Bwana, na amani yao itakuwa juu yao. Bwana mwenye uweza, tunaomba amani yako ikawe juu ya uzao wetu. Wewe Mungu mwenye nguvu, ukatulindie watoto wetu, ukatulindie biashara. Akijifunua kama Mungu mwenye nguvu, hata hiyo biashara, yani hakuna namna yoyote wachawi watakaa kwa watoto wa CCC. Hakuna namna yoyote, yani haiwezekani. Kwa nini? Kwa sababu Mungu, sisi tutakapoingia siku ya leo na maisha yetu yote kutokea sasa, tunamwita Mungu mwenye nguvu. Hakuna namna ambavyo Mungu mwenye nguvu atajifunua. Hapa penyewe ninakuhadisia kwa sababu wewe hata hujaiona. Mungu anapomtokea Abraham hawezi kustahimili. Mtu apendwaye na Mungu anaambiwa Abraham anaanguka kifudifudi kwa ule utukufu. Akishuka Mungu na utukufu wake, mashetani, wachawi, waganga, washirikina, wanajimu wataanguka kifudifudi. Watasema kwa hakika watu hawa wana Mungu. Kwa hakika watu hawa si wa kawaida. Hata kama yamekuja kwenye ofisi yako. Nina mzee wangu mmoja amestaafu miaka michache iliyopita. Yule mzee alikuwa anampenda Mungu sana. Siku moja anaingia ofisini, watu kumbe wameshamtangulia, wameingia kichawi kwenye ofisi yake. Wameingia kichawi kwenye ofisi yake, wakafungua draw, wakaweka liilizi. Liilizi linapumua hivi. Kuna watu hawajui kama liilizi kuna namna linapumua. Mungu amekusaidia wewe ambaye hujayaona hayo. Sisi tumeyaona. Liilizi linapumua hivi kwenye ofisi. Liilizi linapumua. Kwa hiyo watu waliokuwa wametegesha walijua kwa hakika akiingia akakaa, kitendo cha kuvuta ile draw anakufa kwenye kiti. Sikia nikwambie, mtu wa Mungu akashangaa, analitoa alafu anakuja huku kwenye ronji anauliza, hivi hii lizi ni ya nani? Nani aliyeiweka hii? Watu wakamwogopa Mungu. Sikia nikwambie, huenda kuna watu wameshategesha, wanajua kabisa hao watu hawana muda mrefu. Wengine wanasema kabisa hawa wameanza kwa spidi hii, kuna mahali ambako wanaenda wanakufa hawa, wanaisha hawa. Yani sikia nikwambie, sisi ndio tumewaka. Kuna namna ambavyo Mungu mwenye nguvu anaenda kutengeneza mazingira yake. Yani kila atakayesikia habari zetu ataanza kushangaa, hivi ndio hao walioanza kama wanyonge? Sikia nikwambie, sisi sio wanyonge, tunaye Mungu mwenye nguvu. El Shaddai yuko pamoja nasi asubuhi ya leo. Ninatamani El Shaddai akajifunue kwenye maisha yako. Yani ninatamani siku moja tunaenda Tanga. Tumefika kule Tanga, tunaanza kwenda kuhubiri eneo moja linaitwa Rushoto. Tumefika kule, tukakodi mkutano, tukaita watu waje kuhubiri pale, na sisi tuko kama sehemu ya wana maombi pale. Tumeenda kwa ajili ya Injili. Tumefika mahali pale, watu wakaanza kuloga. Wengine wanakuja wanakwambia, yani sikia nikwambie, kwenye huu uwanja kwenye uwanja hamwezi mkahubiri, na sisi tuna uhakika kuna mmoja wenu ataanguka hapo.
Yaani wazee wanakwambia kuna mmoja ataanguka. Tukamwambia sikia nikwambie, sisi hatuanguki. Yaani hakuna hata mmoja anayeanguka. Yaani iwe mmeroga, mzee mwingine anapita katikati ya uwanja, anagonga gonga fulani hivi, anagonga gonga. Sisi tunaambia we gonga, maliza, ondoka. Akashangaa tumehubiri siku ya kwanza hadi siku ya 7 na Yesu akajitukuza na watu wakaokoka na watu wakaponywa. Huyu Mungu tuliye naye ninatamani kila mmoja amuone na amtengenezee picha, ampikche Mungu kwa namna ya kwamba yeye ni Mungu mwenye uweza wote. Na unajua hapa kinachofanya kazi ni nini? Imani yako. Yaani hapa hakuna mchawi, ni imani yako ndio inayoweza kuamua wewe uende umbali kiasi gani. Namna ambavyo utakavyoamini neno hili ndivyo ambavyo litaamua uende umbali kiasi gani. Mungu anapojifunua kama El Shaddai kwenye maisha ya mtu, na kuna baadhi ya mambo ambayo huwa yanatokea. Miongoni mwa jambo ambalo linatokea Mungu anapojifunua kama El Shaddai ni kubadilisha utambulisho. Kubadilisha utambulisho wa mtu. Haiwezekani Mungu ajifunue kwangu kama Mungu mwenye nguvu, niendelee kuwa mtu dhaifu. Anakutana na Gideon, yeye kama Mungu mwenye nguvu, akiwa amemtuma malaika wake, anakutana na Gideon akiwa amejificha. Anaambiwa, Gideon, ewe shujaa. Unajua muda mwingine kuna mazingira ambayo unakutana nayo watu wanaweza wasikuelewe sana. Kuna kipindi bibi mzee wangu pastor hapa, askofu, sikuwa namuelewa. Yaani kuna muda unaenda unamwambia pastor hili jambo haliwezekani, anakwambia mwanangu hilo jambo dogo sana hilo. Afu yeye anacheka, anakwambia hilo dogo limeisha. Hilo jambo dogo. Kuna mazingira ambayo unakutana moyo uko chini, haiwezekani. Yaani akili imeshatengeneza mazingira ya kwamba hili jambo haliwezekani. Anakutana Gideon na malaika wa Bwana, anaitwa wewe shujaa. Anauliza, kwa nini unaniita shujaa? Yaani kwamba kwa nini sisi huku tumejificha, Wafilisti wanatutesa, unaniita shujaa? Yaani Yesu anakuja anakwambia, ewe mtu uliye mzima. Unasema mimi mzima? Hii sukari inataka kuniua. Yaani unasemaje mimi mzima? Yaani kwa hii sukari hii. Yaani kwa hii pressure ambayo nimepimwa juzi, ambayo sijui iko ngapi, kwa hii unaniambiaje mimi mzima? Yaani kuna baadhi ya vitu, kuna namna ambavyo sikali kwambie, Yesu anapokutambulisha kwa utambulisho huo, mimi ninaingia nao mzima. Akiniita shujaa, nasema Mungu wa mashujaa, ninakushukuru mwana wako niko hapa. Akiniita wewe jasiri, nasema ewe Mungu wa majasiri, mimi mtu wako niko mahali hapa. Yaani kwa namna ambavyo Mungu atajitambulisha kwako, kwa namna ya nguvu zake atakazozifunua kwako, kwa hizo ndizo utambulisho wetu. Yaani vile atakavyojitambulisha, huo ndio utambulisho wako. Haihitaji hapo wala hata kufanya jambo gani la ziada. Unachotakiwa ni kwa laini na hicho ambacho yeye amejitambulisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona Abraham alibadilishwa utambulisho. Alichobadilishwa cha kwanza, alibadilishwa jina. Alikuwa anaitwa Abraham, akaitwa kwa Kiingereza Abraham, au kwa Kiswahili tunasema Ibrahim. Akabadilishwa utambulisho. Na neno Abraham lilikuwa linamaanisha exalted father. Lakini baada ya kubadilishwa utambulisho, akaitwa father of magnitude, akaitwa baba wa mataifa. Achana tu na kuitwa kwamba baba wa ukamilifu au baba exalted father, akaitwa baba wa mataifa. Yaani kuna namna Mungu anapojitambulisha kwako kama Mungu mwenye nguvu, anabadilisha utambulisho wako. Kuna mahali anakutoa. Kuna wengine huenda hata watu walishasema yule maskini tu. Sikia nikwambie, Mungu anapojifunua kama El Shaddai,
akuoni tena katika nafasi ya umaskini. Anabadilisha utambulisho wako kutoka kuitwa maskini na kuwa ni tajiri. Na ndio maana anasema aliye dhaifu asiseme mimi ni dhaifu. Yaani anapojitambulisha kama Mungu mwenye nguvu, aliye dhaifu aseme mimi ni hodari. Yaani kuna raha na huyu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunatamani asubuhi ya leo Mungu akajitambulishe kwa picha kubwa, akajitambulishe kwa ukamilifu wake, akajitambulishe kwa uaminifu wake, akajitambulishe kama El Shaddai. Tunaitamani hiyo. Tunatamani kila mmoja aondoke na ushuhuda. Yaani mimi ninapokuja, nimeacha usingizi wangu asubuhi ya leo, yaani Mungu ninapokutana naye asubuhi ya leo akajitambulishe kama Mungu mwenye nguvu. Yaani I'm not coming here in vain. Mimi siji kupoteza muda, siji bure hapa. Ninakuja purposely nikutane na huyu Mungu mwenye nguvu, aweze kusema na shida zangu, aweze kukutana na haja ya moyo wangu, aweze kuimarisha yale yaliyokuwa katika hali ya kufa. Tunatamani. Sasa mimi napenda tuombe. Tusimame. Hii saa kama inakimbia zaidi. Na mimi natamani tuombe. Yaani natamani kila mmoja aliyoko mahali hapa akaombe kwamba Mungu mwenye nguvu ajitambulishe kwenye maisha yako, aweze kufanya kwenye maisha yako. Kila mtu atakayemuona Mungu wako aseme hawa watu hatutamani kuwa wanyonge tena, akatubadilishe kama Mungu aliweza kumbadilisha Ibrahim katika miaka ya 99 akaweza kupata mtoto. Mungu anaweza akafanya hata hili jambo ambalo mwingine ameliomba hata kwa miaka 10, 20. Mungu anaweza akafanya sasa. Tuseme kwa jina la Yesu. Mungu mwenye nguvu, tumekutambua na tumejua ya kuwa wewe ni Mungu unayetunza maagano. Kwa jina la Yesu tunapokuja mbele zako asubuhi hii ya leo, tunaomba agano lako uliloagana nasi kwa habari ya makuu, kwa habari ya kuzidishwa, Bwana, likawe dhahiri katika jina la Yesu. Bwana, chochote ulichosema na moyo wangu kikaonekane kwa macho katika jina la Yesu. Zikadhihirike nguvu zako katika jina la Yesu. Zikaonekane ishara zako na matendo yako katika jina la Yesu. El Shaddai, tunaomba ukatusaidie, tunaomba utuwezeshe. Ingia omba kwa maneno yako. Huyu Mungu mwenye nguvu yuko mahali hapa, huyu Mungu mwenye nguvu yuko mahali hapa ili aweze kukutendea, ili aweze kukusaidia. Huyu Mungu mwenye nguvu yuko kukuhudumia, yuko kukuwezesha. Huyu Mungu mwenye nguvu yuko mahali hapa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wewe Mungu mwenye nguvu, wewe Mungu mwenye nguvu unayetuponya magonjwa yetu yote, unayetuponya aibu zetu zote, unayetuondolea aibu. Bwana mwenye nguvu, tenda wewe Bwana, tenda wewe jemedali katika jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Bwana, 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 Mungu wake, Mungu wa maagano, katika jina la Yesu. Haya ni maombi yetu, haya ni maombi yetu. Wewe utunzae maagano, wewe utunzae maagano, wewe El Shaddai, ukadhihirike Bwana, ukajitambulishe asubuhi ya leo kama Mungu mwenye nguvu. Ujitambulishe kama Mungu mwenye nguvu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kwenye maisha ya mama huyo, Bwana, yasiyo ni bure, ukajitambulishe kama Mungu mwenye nguvu. Ukafanye Bwana, ukatende Bwana, ukadhihirike Bwana katika jina la Yesu. Bwana, 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 tu watu wako tunakuja mbele zako, kwako El Shaddai, kwako El Shaddai. Ukatuwezeshe Bwana, ukatuwezeshe Bwana, nguvu zako tukazione, nguvu zako tukazione katika kuyakamilisha yale uliotupa Bwana kuyakamilisha katika jina la Yesu, katika kuyafanya yale uliotupa Bwana kuyafanya.
Mungu wangu, Mungu wangu, tenda Bwana, fanya Mungu wetu, tenda Baba yetu, katika jina la Yesu. Bwana mapana, Bwana majeshi, Mungu ajabu, Bwana mwenye nguvu, wewe ndiye uliyesema aliye dhaifu aseme mimi ni hodari, maana wewe ni Mungu mwenye nguvu, Bwana mwenye uweza. Sisi ni mahodari, tutakujengea wewe. Sisi ni mahodari, tutaimarika sana. Sisi ni mahodari katika jina la Yesu. Kamandama, kamandia, ikamandoya, ikamanderama, ikamandarama, ikamandurama, ikapasikama, ikapasukurama, ikashandema satia, ikamandurama kolia, ikamanderama, ikamanderama, katika jina la Yesu. Bwana ajifunue kwako kama Elishadai. Bwana ajifunue kwangu kama Elishadai. Bwana ajifunue kwa kanisa kama Elishadai. Mungu mwenye nguvu akajifunue kwa kanisa lake, akajifunue kwa jina la Yesu. Ekamandima, ekamandaya, ekamandarama, ekamandarama koliama, katika jina la Yesu. Kwa mamlaka jina la Yesu, Bwana anajifunue kwetu, Bwana anajifunue kwetu, Bwana ajifunue kwetu kama Mungu mwenye nguvu, kama Mungu mwenye nguvu, katika jina la Yesu Kristo. Ajifunue Bwana, ajifunue nguvu zake, afunue ajabu zake, afunue miujiza yake. Bwana, Bwana, yeye atuponya magonjwa yetu yote, yeye atuponya magonjwa yetu yote. Nguvu zake zipo mahali hapa ili kutuponya magonjwa yetu yote, katika jina la Yesu. Ekamandema, ekamandama, katika jina la Yesu. Ikiwa kuna magonjwa, tunakemea hayo magonjwa, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Tunaachilia nguvu za Bwana, tunaachilia nguvu za Bwana juu ya mama huyo, katika jina la Yesu. Ninaachilia nguvu za Bwana katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Uponyaji wa kiungo kwa mama huyo aliyoko hospitalini, katika jina la Yesu. Tunaachilia uponyaji, tunaachilia uponyaji, tunaachilia uponyaji kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Bwana, 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 kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mungu wa uweza, Mungu wa maagano, ukajifunue, ukajifunue. Mungu mwenye nguvu, ukajifunue katika jina la Yesu. Ninatamani kila mmoja akamwombe Bwana ajifunue kwenye maisha yake kama Elishadai, kama Mungu mwenye nguvu, akajifunue kwako, akajifunue kwa uzao wako, akajifunue kwa watoto wako kama Mungu mwenye nguvu, katika jina la Yesu. Ekamandema, rikamanda, rekapaseka, ikamandama, katika jina la Yesu. Nimekuona we Mungu, nimekuona we Mungu ukitenda Bwana kwa watu wengi, ukifanya Bwana kwa watu wengi, katika jina la Yesu. Nimekuona jemedari, nimekuona Jehova Rafa, nimekuona Mungu wetu ukifanya Bwana, ukifanya Bwana. Wewe Mungu mwenye nguvu, ninakuomba jemedari, ninakuomba jemedari, unayesikia maombi yetu, ninakuomba jemedari, ukatusikia, ukatuwezeshe, ukatubarikie. We Bwana, e Bwana, e Bwana, e Bwana, we Bwana ni dhahiri, we Bwana ni dhahiri, we Bwana si hadithi, we Mungu si hadithi, we Bwana si hadithi, wewe ni kweli na kweli ni wewe. We Mungu wetu ni kweli, we Mungu wetu ni kweli, wewe Baba yetu ni kweli. E Bwana, e Bwana, e Bwana, e Bwana, tunapokuja mbele zako, ukajifunue Bwana, ukajifunue jemedari, ukajifunue Mungu wetu. Wewe Bwana usiyeshindwa, wewe Mungu unayeweza, wewe Mungu unayetosha. Tunakuomba e Bwana, ukajifunue kwa ajili ya mama huyo aliyekuja siku ya leo, kwa ajili ya jambo alilo nalo ndani ya moyo wake. Mungu mwenye nguvu, aliyekuja na uchungu, uchungu kaondoke. Wewe Bwana mwenye nguvu ndiye unayeharibu e Bwana na kuondoa uchungu, hicho kifungo cha uchungu kikatoke
likatoweke kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kwa nguvu za Bwana ninaamuru uchungu ukaondoke kwa jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Bwana, 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 Bwana. Haya ni maombi yetu na hii ni dua yetu. Ukaondoe uchungu, ukaondoe uchungu, ukaondoe kata tamaa. Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye nguvu, tukazione nguvu zako katika kukujengea wewe, katika kukujengea wewe, katika kukutumikia wewe, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana mwenye uweza, ukatupeleke Bwana kwenye hayo makuu ambayo umetuahidia ya kwamba kwa msaada wako tutatenda makuu. Bwana, 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 Adonai, Mungu wetu mtawala, ukatende Bwana, ukafanye Bwana katika jina la Yesu. Ikamandema, ikamandama, ikamanuya, rekapaseka, ikamandia, rakose mande, ikasomania katika jina la Yesu. Bwana, Bwana Mungu wetu, tenda Baba, tenda jemedare. Bwana, Bwana wewe mwenye nguvu, tenda Mungu wetu katika jina la Yesu. Rakabas, rekamandama, ekamandema, ikamanduya, reka chandema katika jina la Yesu. Bwana mwenye uweza, dhihirisha nguvu zako, dhihirisha nguvu zako kwenye biashara zetu. Bwana mwenye uweza, kuna mtumishi wako yuko mahali hapa anakutegemea wewe kwenye biashara yake. Bwana anakuomba wewe kwenye biashara yake. Mungu wa kweli, Bwana wa kweli, kwenye hiyo biashara anakutegemea wewe. Biblia inasema hakuna aliyekutegemea akaibika, akaibika, akaibika. Bwana mwenye uweza, hiyo biashara iangalie Bwana, wewe mwenye nguvu, iangalie jemedari, wewe mtunza maagano, ya kwamba Bwana biashara zetu zitakuwa za faida wala si hasara, tutakuwa juu wala si chini. Dhihirisha nguvu zako kwenye hiyo biashara, kwenye hiyo biashara, dhihirisha nguvu zako kwenye hiyo ofisi katika jina la Yesu. Bwana, 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 Bwana. Haya ni maombi yetu na hii ni dua yetu katika jina la Yesu. Ukadhihirike wewe kwenye hiyo biashara, ukaonekane wewe kwenye hiyo biashara katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Hiyo biashara Bwana mwenye uweza, ukalete wateja. Hiyo biashara iliyokuwa imekosa wateja, kwa jina la Yesu ninatuma malaika wa Bwana, ninatuma malaika wa Bwana mashariki magharibi, wakalete wateja, wakakusanya wateja kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Malaika wa Bwana, malaika wa Bwana wakalete wateja kutoka huku na huko, kutoka huku na huko, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wateja wakaje kwenye hiyo biashara katika jina la Yesu. Wateja Bwana, ninaombea hiyo biashara, ninaombea hiyo biashara, ninaombea hayo mauzo katika jina la Yesu. Malaika wa Bwana, malaika wa Bwana wanaotenda kazi pamoja na sisi, pamoja na sisi, tunawaagiza sasa kwa jina la Yesu na kwa nguvu za Bwana, wakaende huko na huko, wakalete watu katika jina la Yesu, kwa mamlaka ya 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 jina la Yesu. Biblia inaniambia utakuwa juu wala si chini. Yakili mambo ya juu, yakili mambo ya juu, yakili mambo ya juu, kili mambo ya juu kwenye hilo jambo unalomwamini Bwana, kwenye hilo jambo unalolitaka kwa Bwana, katika jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Bwana mwenye uwezo, tunakiri Bwana, sisi ni wa juu wala si chini, sisi ni wa juu wala si chini. Bwana mwenye uwezo, tunakiri ya kwamba wewe Mungu ndiye nguvu zetu,
na wewe ndiye silaha zetu katika jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Bwana mwenye uweza, wewe ndiye msaada wetu. Bwana mwenye uweza, tunakuita wewe El Shaddai, ambaye Bwana ulijifunua wakati wa Abraham akiwa hana chochote, ukamuinua Bwana, ukajifunua kwake, ukampa mtoto katika jina la Yesu. El Shaddai, ukajifunua Bwana kwa Yakobo, Bwana mwenye uweza, pale Betheli, Bwana mwenye uweza, ukajifunua pale Bwana mwenye uweza kwa Labani, ukampa Bwana zaidi ya Labani. Bwana mwenye uweza, wako watu ndani ya kanisa hili Bwana mwenye uweza, asubuhi ya leo wako wanafanya kazi mahali fulani. Mungu mwenye uweza, ukawazidishe kutokea hapo, ukawazidishe kutokea hapo, ukainue matajiri kutokea hapo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wewe Bwana umesema hatutakuwa watumwa, bali Bwana sisi ni marafiki. Bwana tu marafiki zako, ukawainua watumishi wako kwenye hayo maeneo walioajiriwa. Bwana mwenye uweza, wakawe taa, wakawe taa, wakawe taa katika jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, wakawe vienge vya moto kwenye hiyo biashara katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, wakawe baraka. Bwana mwenye uweza, ninaombea Bwana, ninaombea Bwana waajiriwa Bwana mwenye uweza, walioingia mahali hapa, wakawe taa Bwana, wakawe taa Bwana, wakawe nuru Bwana, katika jina la Yesu. Dhihirisha nguvu zako, dhihirisha nguvu zako, dhihirisha nguvu zako katika jina la Yesu kwenye utendaji wao. Bwana mwenye uweza, ukadhihirisha nguvu zako. Rekamandama Ekamandarama, Ekamandarama Koliama, Ekamandarama Mama, Ekamandarama Koliama, Ekamandarama Shandi, Ekapasekaramande, Ekapasotokorama. Bwana, 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 katika jina la Yesu, haya ni maombi yetu kwako. Ombeni bila kukoma. Wewe ndiye uliyetuagiza Bwana mwenye uweza, Bwana mwenye mamlaka. Tunaomba Bwana, tunaomba Bwana, tunaomba Bwana juu ya ishara na miujiza, juu ya ishara na miujiza katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana mwenye uweza, malaika wa miujiza, malaika wa ishara, Bwana mwenye uweza, wakafanye utuo Bwana mahali hapa katika jina la Yesu. Yale matendo yako makuu yakafanye utuo mahali hapa Bwana, katika jina la Yesu. Zile nguvu zako zisizo namna ya kawaida zikafanye utuo mahali hapa Bwana, watu wakaponywe, watu wakafunguliwe katika jina la Yesu. Bwana mwenye uweza, Bwana mwenye mamlaka, nguvu zako zikadhihirike hata kwa ndugu zetu wanaotufuatilia kwa njia ya mtandao. Bwana mwenye uweza, Bwana mwenye mamlaka, nguvu zako Bwana, nguvu zako Bwana, nguvu zako Bwana, katika jina la Yesu zikawe dhahiri, zikawe dhahiri katika jina la Yesu. Mama ekamandarama, ekamandarama Kuliama, ikamandarama mama, katika jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, tunaharibu kila nguvu za giza, kila matendo ya ibilisi kwa mamlaka jina la Yesu. Bwana wa uweza, Mungu wa mamlaka, Mungu wa ajabu, ukajifunue kwetu kama Mungu mwenye nguvu, ukajifunue Bwana kama Mungu mwenye nguvu katika jina la Yesu. Bwana mwenye uweza, Bwana mwenye mamlaka, Mungu wa ajabu katika jina la Yesu. We Mungu mwenye uweza, we Mungu mwenye nguvu, ukaonekane jemedali, ukaonekane Bwana, wewe Mungu usiyeshindwa katika jina la Yesu. Bwana, 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 katika jina la Yesu jifunue Mungu wetu kama Mungu mwenye nguvu, kama Mungu mwenye nguvu, kama Mungu mwenye nguvu. Bwana, kwenye hiyo biashara iliyo katika hali ya kufa, katika jina la Yesu, kwenye hiyo biashara ambayo haoni wateja, katika jina la Yesu. Bwana mwenye uweza, onekana Bwana kwenye huo mradi ambao Bwana mwenye uweza bado hujaonyesha
kuonyesha matunda hadi hivi sasa. Bwana mwenye uweza, wewe ndiye unayetupa kuzaa matunda. Nguvu zako Bwana, nguvu zako Bwana zikashuke, 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 zikashuke katika jina la Yesu. Ekamandema, ekamandoya, ekamandara mashande, ekamandara mandia, ekamandara makoliama, ekamandara mashande, ekamandara makoliama, ekamandara mama, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Bwana, 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 neema yako ikawe juu yetu, neema yako ikawe juu yetu. Bwana, 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 katika jina la Yesu. Bwana wa uweza, Mungu wa mamlaka, Mungu wa maagano, Mungu wa ajabu, katika jina la Yesu, neema yako na nguvu yako ikadhihirike Bwana, tukakuone we Mungu, tukakuone we jemedali, tukakuone we kimbilio letu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa mamlaka jina la Yesu. Na hii ni maombi yetu, na haya ni maombi yetu kwako Mungu wetu, katika jina la Yesu, kwa mamlaka jina la Yesu. Haya ni maombi yetu, wewe Mungu mwenye nguvu. Haya ni maombi yetu, wewe Mungu usiyeshindwa, katika jina la Yesu. Bwana mwenye uweza, tunaomba nguvu zako, tunaomba nguvu zako katika jina la Yesu Kristo. Bwana mwenye uweza, nguvu zako ni dhahiri, nguvu zako ni dhahiri ambazo zimo ndani yetu, katika jina la Yesu. Bwana mwenye uweza, Yesu mwenye ajabu, katika jina la Yesu, neema yako na nguvu yako ikadhihirike Bwana, neema yako na ajabu yako ikaonekane Bwana, katika jina la Yesu. Tunaomba neema yako, tunaomba nguvu yako, katika jina la Yesu. Bwana mwenye uweza, tunaomba neema yako na ajabu zako kwa kila mmoja mmoja aliyehudhuria maombi haya, katika jina la Yesu. Wakati huu kitabu cha Yakobo sura ile ya 4 na mstari ule wa 7, maandiko yanasema, basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Asubuhi ya leo tunaenda kupinga hila zote za shetani, tunaenda kupinga mabaya yote, tunaenda kupinga kutokuamini, tunaenda kupinga jambo lolote, taarifa yoyote ya uongo. Hata kama ni hasara, nenda kaipinge hiyo hasara. Kama ni kutokuaminiwa, kuna watu hawaaminiwi maofisini, ondoa hiyo, kapinge hiyo roho na kamtii Mungu, kamwamini Mungu ya kwamba kwenye hili Bwana unaenda kujitukuza kama Mungu mwenye nguvu, kwa jina la Yesu. Ewe adui shetani, natamani kila mmoja akampinge adui shetani. Shetani hana masiara na mtu, shetani hana masiara na mtu, shetani hana masiara. Yeye hataki mchezo, ana uwezo wa kukuharibia usipompinga. Biblia inasema, Bwana ni gongo langu na silaha zangu za vita, kwa yeye nitavunjavunja mataifa, kwa yeye nitaharibu falme. Katika jina la Yesu ninampinga huyo adui, ninampinga huyo adui katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kwenye hilo jambo ambalo unataka Mungu ajifunue kama Elishadai, mpinge shetani, pinga utendaji kazi wake katika jina la Yesu. Pinga huko kutokuamini ambako adui anakuleta, ambako adui anakuleta hayo mawazo mabaya ambayo adui amekuwa akiyaleta, ili uendelee kuwa pale pale, katika jina la Yesu. Kwa mamlaka jina la Yesu ninapinga, ninapinga, ninapinga hizo ila za adui, ninazipinga hizo ila za adui katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwenye mifugo yetu, kwenye mashamba yetu, ninapinga hizo roho za hasara, hizo roho za hasara katika jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo ninapinga, napinga, napinga, napinga hayo mabaya yote, hayo mabaya yote katika jina la Yesu. Ninapinga, ninapinga, ninapinga kwa jina la Yesu. Kwenye hiyo ndoa yako, hayo mabaya ya adui, Bwana akajifunue kama Elishadai. Chochote ambacho kinazuia Mungu kujifunua kama Elishadai, ninakipinga kwa jina la Yesu, ninakipinga kwa jina la Yesu. Iwe ni dhambi, yawe ni mabaya, iwe ni hila za adui, ninapinga, ninapinga kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa
moto wa Yesu ninapinga kila uharibifu ambao adui ameupanga kwa siri, kwa jina la Yesu. Katika siku hii ya leo ninapinga kwa jina la Yesu, napinga kwa jina la Yesu. Pinga mwana wa Mungu, pinga mwana wa Mungu. Hayo mabaya yasikupate wewe, hayo mabaya yasikupate wewe ambayo adui ameyapanga katika jina la Yesu, ili usizione nguvu za Mungu, ili usimuone Mungu katika ukubwa wake, katika ukuu wake, katika jina la Yesu. Ikamadama rakapasika katika jina la Yesu. Ninapinga hayo mabaya, napinga hizo hila, napinga huo uharibifu, napinga huo uchawi, napinga huo ushirikina, napinga hao wanajimu, hao wasoma nyota, ninawapinga kwa jina la Yesu, ninawapinga kwa damu ya Yesu. Ninapinga hayo mabaya yao, ninapinga hayo mabaya yao katika jina la Yesu. Njia yao ikawa giza na utelezi, njia yao ikawa giza na utelezi katika jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, njia yao ikawa giza na utelezi kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila baya ambalo adui ameliandaa ninalipinga asubuhi ya leo, ninalipinga asubuhi ya leo. Muujiza wako ambao adui ametaka kukupishanisha nao, pinga kupishanishwa na miujiza, pinga kupishanishwa na miujiza, pinga kupishanishwa na mibaraka yako ambayo Bwana amekuandalia kwa jina la Yesu. Ninapinga kila uharibifu wa siri ulioandaliwa na adui katika jina la Yesu kwenye maisha yangu, kwenye uzao wangu. Ninapinga, hautafanikiwa kwenye ajira yangu. Ninapinga, hautafanikiwa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Napinga kwa jina la Yesu, napinga kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila mabaya kwa jina la Yesu yaliyoandaliwa, yaliyotegwa, yaliyonenwa kwa jina la Yesu, mabaya hayatakupata wewe, mabaya hayatawapata watoto wako. Watoto wako wamefichwa mbawani mwa Bwana, watoto wako wako salama kwa jina la Yesu. Chochote kilichoandaliwa hakitafanikiwa, tunakipinga kwa jina la Yesu. Chochote kilichotegwa tunakipinga kwa jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana mwenye uweza, nasi tunakiri na kuamini ya kwamba sisi tu wa juu wala si wa chini, sisi tu juu sana, na yeye Bwana ametuketisha huko katika jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, nguvu za Mungu zitakuwa dhahiri kwenye maisha yetu, kwenye kanisa letu, kwenye huduma zetu, kwenye uzao wetu, kwenye kila tunalolifanya litabarikiwa, kwa kuwa nguvu za Mungu zitakuwa hapo katika jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Bwana, tunapinga ila zote za adui, uharibifu wote wa shetani katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Yesu, tunakushukuru wewe kwa uaminifu wako katika jina la Yesu. Imeandikwa Zaburi ya 60 mstari wa 12, kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu kwa jina la Yesu. Mungu wa mambo makuu, Mungu wa mambo makuu akawe juu yetu katika jina la Yesu. Mungu wa mambo makuu katika jina la Yesu. Yeye si Mungu wa manyonge, yeye si Mungu wa manyonge, ni Mungu wa mambo makuu. Akadhihirike na kujifunua kwenye maisha yetu katika jina la Yesu. Sema, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu, Mungu wa mambo makuu, Mungu wa mambo makuu, ukajifunue kwenye maisha yangu, ukajifunue
kwenye biashara yangu, kwenye kilimo, kwenye kila jambo ulilonipa kulifanya, ukajifunue kama Mungu wa mambo makuu. Kwa jina la Yesu ninapinga mabaya yote, hila yote, mikosi, balaa, kwa jina la Yesu ninapinga. Kwa jina la Yesu ninafuta kumbukumbu la mabaya kwenye maisha yangu, kwenye biashara yangu, kwenye ajira yangu, kwenye kilimo changu. Katika jina la Yesu ninafuta hila zote, mapando yote yaliyopandwa na adui. Kwa jina la Yesu imeandikwa, pando asilopanda baba litang'olewa. Haya, ng'oa hayo mapando yaliyopandwa na adui. Ng'oa hayo mapando yaliyopandwa na adui kwa siri, yaliyotegwa kwa adui kwa siri. Katika jina la Yesu ninang'oa na ng'oa kwa jina la Yesu. Kila lisilopandwa na baba ninaling'oa kwa jina la Yesu. Ninaling'oa kwa damu ya Yesu, kwa moto wa Yesu. Ninang'oa kwa jina la Yesu. Jambo lolote linalozuia Mungu asijifunue kwa matendo yake makuu, kwa namna ya ukuu, katika jina la Yesu ninaling'oa kwa jina la Yesu. By power, by force, ninang'oa jambo lolote linalokuzuia usiende kwenye ukuu, kwa jina la Yesu ninaling'oa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Yesu, ninakushukuru wewe uliye mwaminifu, wewe uliye mwema. Tunakushukuru Bwana, maana utaenda kutenda, katika jina la Yesu, amen. Tumshangilie Yesu, amen. Tunaweza tukatoa sadaka zetu pale mwisho. Kuna chombo ambacho kipo mahususi kwa ajili ya kumtolea Bwana sadaka ya kufungua malango. Na wewe ambaye unatufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, basi pia unaweza kuungana nasi kwa ajili ya kumtolea Mungu kupitia namba zinazopita hapo chini.